Na mtazamaji wa Faida Online TV. Nyuma yangu hivi kwa mbali kabisa unaona milima ya Uduzungwa hapa Morogoro. Na tumekuja hapa kwenye kijiji na kata ya Mwaya inayopatikana kwenye tarafa ya Mang'ula katika halmashauri ya mji wa Ifakara katika mkoa huu wa Morogoro. Lengo ni kuja kuzungumza na baadhi ya wananchi watuambie ujenzi ambao unaendelea hapa wa kituo cha afya. Wananchi wamekuwa wakitembea umbali mrefu zaidi ya kilomita 50 kwenda na kurudi katika kituo cha afya cha Mang'ula, ambao kuna ambao wanatoka maeneo kama Misheni, wengine wanatoka Kaloleni, watembea umbali mrefu sana kwenda huko kwenda kufuata huduma ya afya. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo, serikali imekuja na mpango wa kuanzisha kituo cha afya kipya ambacho kitakuja kuwasaidia wananchi hao katika eneo hili la kata hii ya Mwaya. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumefika hapa na kuendelea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Hii ni Field Dume, Mtwara tu Morogoro. Baki nasi. Kwa majina naitwa Brandina Selaisa. Hali ya huduma ya afya ikoje? Kituo cha afya kipo mbali sana. Na kwenda mpaka kituo cha afya kutoka hapa muda mwingine wakati huu wa masika ni 3000. Vipi foleni mkienda kituo cha afya cha Mang'ula? Kituo cha afya Mang'ula kiukweli foleni ni kubwa sana. Hali jinsi ilivyo, unaweza kuwa na hamu ya kushika ujauzito kweli? Hapana. Siwezi. Hivyo tunaiomba tu serikali, maana tunataka tuongezeke. Kina baba wanataka watoto, ni changamoto na watoto ni yani watoto ni baraka. Kwa hiyo wakitufanyia jambo hili nadhani hatutapata shida kina mama kwa baba tuna chenga. Tutashusha vitu vizuri. Nakushukuru. Asante nashukuru pia. Naitwa Isa Salum Tangama, mkazi wa Mang'ula, Mwaya, Morogoro. Tumetembelea hapa leo Mwaya kwa ajili ya kuweza kuja kufuatilia ujenzi wa kituo hiki cha afya. Kikikamilika kwani itakuwa ni msaada kiasi gani? Kikamilika kwetu itakuwa msaada mkubwa zaidi, kwa sababu kutoka kwenda kituo cha afya tunatumia nauli 3000 iende rudi 6000. Kinapokuwa karibu nadhani nauli tunatumia shilingi 500, tunaweza kufika kituo cha afya cha hapo na kurudi na kupata huduma nzuri. Salaha ni mkazi wa Karunga. Tuambie kituo cha afya hapa mnategemea wapi? Nategemea cha Mang'ula. Foleni yake. Kama sisi wajawazito ndo mtihani. Unaweza kutoka saa 2 hapa nyumbani, maana unatakiwa uwai saa 2. Unarudi saa 8 saa 10. Na wewe vipi, ushaanza kliniki? Nimeshaanza. Tunashauriwa tuanze mapema. Yaani unapojikuta tuna hali hiyo. Na mimi nimefanya hivyo tayari. Ni hali inakuwaje unavyoenda kliniki na watu wengi kama hivi? Ndio nakwambia foleni ni kubwa. Tunachoka. Kirudi yani siku hiyo unatenga tu ni siku ya kliniki basi. Poleni sana. Asante. Haya, natamani wewe jina mtoto muite Faida Online TV. Mimi naitwa Rusus Kayombo, mkazi wa Mwaya B. Tuambie hali ya kituo hiki cha afya kinachojengwa ipoje? Ukweli tunavutiwa sana na hiki kituo kwa sababu sasa hivi tunaenda mbali sana zaidi ya kilomita 4 kwenda kwenye kituo cha afya. Kwa hiyo kisogea jirani tutashukuru. Tutashukuru sana. Adha ambayo wanapata wananchi kwa sasa kwenda umbali mrefu kwenda kituo cha afya cha Mang'ula ni ipi? Ni kubwa kwa sababu wengine kuzalia njiani au wengine wenye mapungufu ya damu wanapoteza uhai kabla hawajafika hospitali. Asante. Kwa majina naitwa Mbaraka Nasibu Kapilipili, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Shuleni Mwaya ambao huu mradi upo wa kituo cha afya. Mwenyekiti mwenye mradi wako? Naam. Tuambie hali ya muendelezo wa mradi ukoje? Hali ya muendelezo wa mradi ni mzuri, unaendelea vizuri. Mpaka hapa tulipofikia, lakini baadhi ya wadau tayari tumeshafanya mazungumzo nao, ikiwemo mheshimiwa diwani amezungumza na wadau, lakini hata sisi kupitia wananchi wetu tunaendelea kuhamasisha juu ya kupata kituo hiki cha afya ili kusogezewa huduma rahisi kulikoni kipindi cha mwanzo tulikuwa tunatembea umbali mrefu karibia kilomita 15. Mimi kwa jina naitwa Anthony William Mampunga, ni diwani wa kata ya Mwaya, lakini diwani ambaye nimeingia kwa awamu ya pili kwa sasa. Nilipita kuhamasisha mimi kama diwani kwa wananchi wote kwamba kuna mkakati wa kujenga kituo cha afya na eneo limepatikana kutoka kwenye kijiji cha Mwaya. Basi tukaanza mchango, kila mwananchi kutoa shilingi 1000. Tumechangishana kila kijiji, mwisho wa siku tumeanza msingi, na kama unavyoona ile jengo lipofikia ni jengo ambalo tumefikia kwenye msingi kwa nguvu za wananchi bila mchango wa mtu wa aina yoyote. Lakini tulipofikia paka hapa tumeanza kuomba michango kutoka kwa wadau mbalimbali. Lakini siku 3 zilizopita Mheshimiwa Mbunge Abubakar Asenga alitembelea katika ile eneo na kutuahidi kutupa mifuko 100 ya simenti pamoja na kutupa kwenye mfuko wa jimbo kutupa milioni 2.
Kwa matumaini yetu kwanza tumlipe mkandarasi, baada mwisho wa siku tuanze kuendelea na ujenzi mwingine uko mbele. Matarajio yetu na tulivyozungumza na mkurugenzi, tutakapofikisha kwenye linta, mkurugenzi atatusupport na kutunga mkono kwenye majengo mengine. Kukamilika kwa kituo hiki cha afya cha kata hii ya Mwaya itakuwa ni msaada mkubwa kwa wananchi ambao wanapatikana maeneo haya na maeneo ya pembezoni. Naamini kabisa mara baada ya kukamilika kituo hiki kwa nguvu za wananchi, serikali itaweka nguvu zake na hivyo kuwasaidia wananchi hawa wa Mwaya. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Tunasisitiza watu wa field. Asante na kwaheri.